anakuja pale nyumbani kwako kukufanyia kazi. Leo ikifika ni saa kutoa mihela kumlipa, unaumwa kama boss, unaumwa kama tajiri, unaumwa. Unasikia uchungu kutoa pesa, unalalamika. Karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Bala ambapo nazungumza kuhusu vitu ambavyo vinafanyika katika jamii yetu kila siku tunapokuwa tuna relate na watu. Na huwa nasema kwamba mwanadamu ni social being. That means ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi peke yake. Mwanadamu ni kiumbe jamii, mwanadamu ni kiumbe ambaye anaishi na watu kila siku. Kuna ile hali ya kuinteract, kuna hali ya kurelate, kuna hali ya kukua na watu kila siku. Kuna watu tunakutana na wao, kuna watu tunazungumza na wao. Inaweza kuwa ni pale sokoni, inaweza kuwa ni pale nyumbani, inaweza kuwa ni pale kazini, pale kwenye ploti, pale ambapo unaishi, inaweza kuwa ni njiani. Yaani unakuta kwamba maisha ya mwanadamu sio ya kujitegemea. Maisha ya mwanadamu yanakuwa yanahusiana na watu. Na tunapokuwa tukirelate na watu, kuna vitu ambavyo huwa vinafanyika tunapokuwa tunakaa na watu tu. Kuna vitu ambavyo huwa vinafanyika tunapokuwa tukirelate kila siku katika shughuli zetu, na ni baadhi ya vitu ambavyo huwa ninajaribu kuangazia mara mingi katika show zangu ambazo huwa nakuletea kila wiki. Kama ni mara yako kwanza kukutana na video zangu, unaweza kanifanyia jambo moja tu, na kuomba ukaweze kusubscribe kwenye channel yangu, ambapo utakutana na video nyingi tu. Kuna baadhi ya video kadhaa ambazo ziko pale kwenye channel yangu, unaweza kukutana nazo, unaweza kaziwatch, na ukisha watch enda pale kwenye subscription na ukaweze kubonyeza subscription bell, ikapata kukaa odi la kwamba nikiweka video yote mpya utakuwa unajulishwa, utakuwa mtu wa kwanza kupata kuwatch. Na utakapoweza kuwatch video yangu yote ile ambayo itakuwa ina pop up kwenye gadget yako ama kwenye device yako, inaweza kuwa ni simu yako, inaweza kuwa ni computer yako, inaweza kuwa ni laptop yako, unapopata ile notification, nifanyie jambo moja tu mtazamaji, na kuomba ukaweza kuenda kwenye ile video ukapata kuwatch. Na ukisha watch, kuna pale chini kuna comment section. Enda pale kwenye comment section, ukaweza kunaandikia comment yote, ukaweza kuniwekea comment pale, na nitapata kujua kwamba umepata kuwatch video yangu, na nitapata kurespond ama nitapata kureply comment zote ambazo nitaweza kupatana nazo pale, na nitapata kushukuru sana. Kuna somo ambalo huwa nakuletea kila wiki, na leo pia ningependa tukapate kuangalia jambo lingine katika society yetu. Unapokuwa unazungumza kuhusu watu, kuna ile hali ya kufanya kazi. Mtazamaji, uwezi ukakaa tu nyumbani, umekaa pale tu pale unafanya shughuli zako na hauna shughuli za kipato. Yaani hauna shughuli ambayo inakuletea fedha katika maisha yako. Na unakumbuka kwamba mtazamaji, hii maisha hii bila pesa inakuwa ni inakuwa si vizuri. Maisha bila pesa, you cannot survive without money, especially wale ambao wanakaa maisha ya mijini. Kila kitu inakuwa ni pesa. Yaani kutoka kula ni pesa, kunywa ni pesa, kuvaa ni pesa, kusafiri ni pesa. Kila kitu inakuwa ni fedha. Yaani hakuna cha bure. In short, acha niseme kwamba hakuna cha bure. Hakuna cha bure. Yaani kila kitu inakuwa ni fedha. Mtazamaji wangu, yaani we spend daily. We earn daily, we spend daily. Unakuta kwamba wakati mwingine kuspend inakuwa ni zaidi ya ku-earn. Yaani unatumia fedha nyingi kila siku kuliko fedha ambazo unakuwa unazipata. Na hapo sasa unakuta kwamba kutakuwa na shida nyingine. Mtazamaji wangu, sasa unapozungumza mambo na kuspend na ku-earn, kuna mahali ambapo ile fedha inakuwa inatoka. Na hapo sasa nataka nikapate kuzungumza kuhusu mambo na ajira. Nataka nikapate kuzungumza kuhusu mambo na kazi. Unapozungumza kuhusu ajira, kuna yule mfanyikazi, alafu kuna yule ambaye ni mkubwa wake, yule ambaye anakuwa ni boss wake, yule ambaye anamlipa yule mfanyikazi. So kuna relationship ambayo inastahili kuwa mzuri katikati ya mfanyikazi na tajiri wake. Na hapo sasa ndio nataka nikapate kuzungumzia uhusiano kati ya tajiri na mfanyikazi wake. Na nitakuwa nakuletea continuation ya sehemu ya pili ya topic hii, ama wafanyikazi wa maeneo mengine, lakini kwa sasa nataka nikapate kuzungumza tu generally tu, na hizi points ambazo nataka nikupatie zinazungumza generally, ama points hizi zinaongea generally kuhusu uhusiano katikati ya tajiri na mfanyikazi wake. Lakini continuation nitakuwa nakuletea uhusiano baina ya tajiri na mfanyikazi wake, hususan wafanyikazi wa pale nyumbani.
Mtazamaji wangu, na tunapoangalia hoja hizi ambazo nataka nikapate kukupatia, hoja ya kwanza ni kwamba mtazamaji, unapokuwa wewe ni tajiri. Sasa hapo nataka nikuzungumzie kuhusu matajiri. Mtazamaji, hapa nazungumzia matajiri, nazungumzia mabosses hapa. Directionally. Bosses towards the workers. Bosses towards the laborers. Unapozungumza kuhusu mambo na wafanyikazi, wewe mbona nitazama na wewe ni tajiri, wewe ni boss, huwa anasema kama mtani ni sonko. Wewe ni sonko fulani, wewe ni bazuu. Kuna mtu ambaye anakutazama ukapata kumlipo, ukapata kumpa mihela kila mwisho wa mwezi. Nazungumza kuhusu watu kama na nyinyi. So jambo la kwanza, kumbuka kwamba yule mfanyikazi ambaye anakufanyia kazi pale ambapo uko, kumbuka yule ni mwanadamu. So kumbuka kwamba yule ambaye anakufanyia kazi ni mwanadamu na kuna stahili kukuwe na uhusiano mwema. Mtazamaji wangu, so yule ni binadamu, si mnyama. Kuna watu unaona huwa wanateka maji ama wanachota maji kwa kutumia punda. So unakuta kwamba yule jamaa huwa anatandika punda na chapa viboko mingi sana. Jamaa anatandika punda viboko ile kwamba punda akapate kufanya kazi. Sasa kuna mabosa ambao kuna ile attitude ile ya kuona kwamba huyu mtu ndo afanye kazi, lazima aangaliwe, lazima achungwe, lazima avurugwe, lazima apelekwe mbio mbio. Hapana, that is not a good sign towards mfanyikazi wako. Kumbuka kwamba yule mfanyikazi wako ni mwanadamu. So kama boss ni vyema kama utapata kukua na utu. Kuwa na utu towards yule mfanyikazi wako ambaye anakufanyia kazi. Kuwa na roho ya utu, kuwa na roho ya ubinadamu kwa yule mfanyikazi ambaye anakufanyia kazi. Ni mwanadamu tu, ni mwanadamu. Si ati kwamba yeye ni mashini. Ni mwanadamu ambaye anajitafutia riziki yake. So ni vyema kama utapata kukua boss mzuri kwa yule mtu. Kumbuka kwamba yule ni mwanadamu, anatumia damu. Yule si chuma na sio mashini. Kumbuka tu hilo. So utakapojua kwamba yule mwanadamu na yuko na hisia, utakuwa na uangalifu jinsi ambavyo utakuwa na mtreat. Jinsi ambavyo utakuwa na muongelesha, utakuwa na umakini, utakuwa na kiasi. Yule ambavyo utakuwa una relate na yeye pale ambapo anakuwa anakufanyia kazi. Unapojua kwamba yule ni mwanadamu na yuko na hisia, utakuwa mwangalifu kwa maneno yako ambayo utakuwa unayatumia. Na mara mingi huwa nakwambia kwamba angalia maneno ambayo unazungumza. Kuna mabosi ambao wanatumia maneno mengine makali, maneno mengine mabaya towards wafanyakazi wao, na wanakuwa na ile roho ya kulaani ama ulimi wa kulaani. Kuna matajiri, kumbuka wao pia ni wanadamu. Hapa sasa tunaongea kuhusu relationship, kuhusu wanadamu kwa wanadamu. Tajiri ni mwanadamu, mfanyakazi pia ni mwanadamu. Sasa hapa kuna kuanga na kizungumkuti. Unaweza pata boss anatumia maneno makali, maneno ya kulaani, maneno ya kubomoa, maneno ya kuharibu. Hata kama ni mfanyakazi alikuwa anaenda kufanya kazi, ile maneno ambayo atakutana nayo na boss wake hivi tayari anakuwa yanamtia hofu. Yanamtia wasiwasi, sababu unajua boss akiniona nikifanya makosa hivi atanitusi, atatumia maneno ya kunikemea, maneno makali sana kuyaelekeza kwangu. So turudi tena kwa ile hoja. Huyu ni mwanadamu. Boss, matajiri, wewe sonko wewe. Wewe bazuu. Kumbuka yule ambaye anakufanyia kazi ni mwanadamu. So usimzungumzie maneno ambayo ni mabaya. Kama amekosea, mrekebishe kwa njia ambayo inastahili. Na ukimzungumzia maneno makali ya kumkemea na kumkejeli, inakuwa si vizuri. Kuna mabosi wanakuwa ni ile hali ya kuambia wafanyikazi wao, you are good for nothing. Yaani hakuna kitu tunafanya hapa. Ukiambia mtu yale maneno yale, inakuwa demoralize. Yanamvunja moyo. Yaani yanamharibia mood asubuhi. Na ukiharibiwa mood asubuhi, siku yako mzima inakuwa imeharibika. Sasa kuna bosi mkutana na yeye asubuhi. Mtazamaji, anakuharibia mood ya siku mzima. Ni vitu ambavyo vipo katika society yetu. Vitu hivi vipo. Fanyikazi analaaniwa na yule bosi wake, yule tajiri anamlaani, anamwambia maneno mabaya. Na unajua
To some extent unaweza ambia mfanyakazi wako maneno mabaya na ile maneno yale yakamshika na yakawa yanafanya kazi katika maisha yake. Mtazamaji, kuna watu saizi wanahangaika katika maisha. Nikiangalia vizuri, walilaniwa na mabosi wao. Bosi alimwambia wewe unaenda, lakini hutawahi fanya kazi mahali, hutawahi fanikiwa. Bosi akamfunga kwa maneno yake. To some extent inawezekana. So ukikumbuka kwamba hauji ni mwanadamu, utakuwa na kiasi. Maneno yako yatakuwa ni ya huruma. Maneno yako yatakuwa ni maneno ambayo yatakuwa ni mazuri. Hoja nyingine, mtazamaji, ni kwamba wewe kama tajiri, tajiri na kuelekeza kwa mfanyikazi wako. Wewe kama tajiri usiwe mkali kupita kiasi. Yes, kuna ile ukali ambao iko tu naturally tu. Kuna ile ukali ya kawaida. Kuna ile ukali ya kawaida. Lakini kuna watu wengine, kuna mabosi wengine ni wakali kupita kiasi. Yaani ni wakali kupita kiasi. Wakali kupindukia. Mtazamaji, yaani unakutoka kwa mfanyikazi wako akikuona hivi anatetemeka. Yaani kama hauko kwa ile environment, kazi inafanyika vizuri sana. Kama hauko pale, kazi iko sawa. Kazi inasonga vizuri sana. Kama ni pale nyumbani na bosi hayuko, kazi iko sawa. Kama ni pale ofisini na bosi hayuko, kazi iko sawa. Kama ni ile environment, ile kazi tu yoyote tu pale ambapo kazi inafanyika, if the boss is not around, mfanyikazi anasikia ako free, anasikia yuko sawa, yuko comfortable. But when the boss lands, when the boss comes back, the atmosphere, hali ya anga inabadilika. Hali ya hewa inabadilika. Inajulikana ya kwamba bosi amefika. Kama wafanyakazi walikuwa wanacheka wanafurahia, unaona kwamba wamebadilisha sura, wameanza kununa. Sababu ni gani? Bosi kumekujwa. Sonko ako area. Sonko ametokelezea. Unakuta kwamba yani kuna badilika. Niko sure mtazamaji, wewe pia ushaona mabosi kama wale. Hata pale penye mnafanya kazi. Penye kazi waga mnafanya. Yaani kuna kuka huko tu sawa, lakini ukiona boss fulani amekutokea hivi, ama mkubwa fulani ametokea hivi wa kampuni, kama mlikuwa mnacheka, mood ina change mara moja. Shwa. Unajua unashindwa ni nini? Unajua kumebadilika. Ako area. Ametokelezea. Amekuoma ya. Sonko amekuoma ya. Sonko amekuja. Mambo yanabadilika. So kama boss, kama tajiri, usiwe mkali kupita kiasi. Yaani usikuwe boss ambaye unaogopa na wafanyikazi wako. Yaani kwa boss ambaye anaheshimiwa. Unajua kuna tofauti katikati ya kuheshimiwa na kuogopewa. Yaani kuna wale matajiri wamecreate environment ya kwamba wanaogopwa. Wanaogopewa. Yaani sasa si kuheshimiwa, kuogopewa. Yaani wanaogopwa. Akitokea kiguruma hivi, mtajua mimi ni mkubwa. Mtajua mimi ni mkubwa wenu. Mtajua mimi ni Sonko. Mtajua mimi ndio mwenye kusema hapa. Mtajua ni mimi na walipaga mshahara. So kama tajiri ama kama Sonko, usiwe mkali kupita kiasi. Fika mahali fulani then chezea tu hapo. Such that mfanyikazi wako anakuwa na uhusiano mzuri na wewe. Anakuona kwa njia ambayo ni ya uzuri. Anakuona uko sawa. Kumbuka kwamba sisi ni wanadamu. So kama boss, usiwe mkali kupita kiasi. Kuwa mkali ndio, lakini usipite kiasi. Kwa tu na kiasi. Jambo lingine ni kwamba mtazamaji, wewe kama boss, hoja nyingine ambayo nataka tukapate kuzungumza. Napokuwa nazungumzia mabosses hapa, wewe kama tajiri, wewe kama Sonko, kwa yule mfanyikazi wako yule, mlipe mshahara wake kwa wakati unaofaa na usimkate pesa zake. Mlipe mshahara wake. Wewe kama boss, wewe yule mfanyikazi wako, sababu amefanya kazi mwezi mzima, mlipe pesa zake, mlipe mshahara wake kwa wakati unaofaa. Kama anafanya kazi ya kibarua, mlipe wages zake, mlipe pesa zake za kibarua kwa wakati ambao
unafaa. Na kuna matajiri wengine wanakuaga na uchungu. Yaani ikifika ni kulipa pesa ile, ikifika ni kulipa mfanyikazi mshahara, ama hata kama amefanya kazi ya kibarua kumlipa, huwa wanaumwa, wanasikiaga vibaya, wanasikia uchungu kutoa pesa. And I'm telling you this from experience. Kuna tajiri nilikuwa nafanyia kazi. Alikuwa tajiri wangu. Ilifika siku ya kunilipa hivi, jamaa ananungunika, anakupatia pesa lakini analalamika. Yaani anasikia pia anaumwa na pesa, kutoa pesa hivi anaumwa nazo. Pesa zinamwasha. Anaumwa, anasikia uchungu. Sasa nakulipa na baki bila pesa. Siku ya kulipa imefika. Mpaka unaona anakupatia pesa lakini boss amekunja sura, hataki kukulipa. Ule mtu amekufanyia kazi, amefanya kazi bila kunungunika, amekufanyia kazi kwa roho moja, na uhakikisha kwamba kazi imefanyika. Anaamka mapema, anatoka kwake, anakuja kwako kufanyia kazi. Anakuja pale kwako kukufanyia kazi. Anakuja pale nyumbani kwako kukufanyia kazi. Leo ikifika ni saa kutoa mihela kumlipa, unaumwa kama boss, unaumwa kama tajiri, unaumwa. Unasikia uchungu kutoa pesa, unalalamika. Hivyo si vizuri mtazamaji wangu. Wewe kama boss, lipa mfanyikazi wako kwa wakati ambao unastahili na usimkalishe pesa. Kuna matajiri wengine ikifika ni wakati wa kulipa wafanyikazi wao, yaani anafanya makusudi tu, anachelewesha pesa zake makusudi. Hivyo si vizuri mtazamaji. Sasa boss, tafadhali jaribu kurekebisha hilo. Wewe kama ni boss, rekebisha hayo maneno ambayo na kuzungumzia, kwa sababu unakuta kwamba hapa nazungumzia mamilioni ya watu. Na kuzungumza kwa niaba ya mamilioni ya watu, maelfu na mamilioni ya watu ambao wao wanakuwa katika hali kama ile kila siku, kila mwisho wa mwezi, kila wakati wa kulipwa kunakuwa na shida. Yaani boss hataki kulipa mfanyikazi wake pesa zake kwa wakati ambao unafaa. Ikifika time ya kulipa hivi, ni kama hataki kulipa, hataki kutoa pesa. Unasahau ya kwamba huyu mfanyikazi ambaye anakufanyia kazi, huyu mfanyikazi wako anafaa kukula kila siku. Ako na transport, anafaa kuwa analipa nauli kila siku. Kuna nyumba pale mahali ambapo anaishi, anafaa alipe rent kila mwezi. Anafaa kule chakula, anafaa nunue, na ananunua kwa zile pesa ambazo unamlipa, kwa ule mshahara wake ule ambao unakuwa umeshikilia. Anategemea hapo. Alafu nakuta saa zingine kuna wale matajiri ambao yaani unaambia mfanyikazi akuje kwako anakufanyia kazi kwa muda mrefu. Yaani siku mzima anashinda kwako, hizi toka akafanya shughuli nyingine. Hapo ndipo tegemeo lake liko hapo. Hapo ndipo focus yake iko hapo. Hapo ndipo strength yake iko hapo kwako. Kutangia asubuhi mapema, then anafunga kazi late usiku kila siku. Alafu nakataa kumlipa. Ikifika saa kumlipa unaanza kumhangaisha. Unaanza kumzungusha. Unamkalisha mshahara wake, unamkalishia mshahara wake. Huyu mwezi unamlipa tarehe fulani. Ikifika ile mwezi mwingine unamsongezea tarehe mbele. Yaani jamani, kumbuka point ya kwanza. Huyu ni mwanadamu, mtreat kama mwanadamu, kwa sababu maisha yanabadilika, vitu zubadilika. Huyu mfanyakazi ambaye unamdharau leo na kumfanyia hivyo, unajua ile msemo inasemanga vindu vichenjanga. Kuna ile wimbo ile. Vitu hubadilika. Vitu vinaweza zikabadilika na huyu mfanyakazi akageuka akawa ni tajiri wako. So kumbuka kwamba treat watu jinsi ambavyo wewe ungetaka wengine wakapate kukutreat. Ukilipa mfanyikazi wako kwa wakati ambao unastahili, umlipe vizuri, wewe unakuombea kwa Mungu. Mungu bariki tajiri yangu, aishi muda mrefu, aishi miaka mingi. Wewe unakuombea tu. Anakuombeanga mazuri. Wewe tajiri ukilipa mfanyikazi wako vizuri, mfanyikazi wako huwa anakuombea mazuri. Lakini ukimlipa vibaya tu, namlipa tu vile unafikiria, unamlipa vile unataka, ananungunika na kasirika. Anaanza kulisikia vibaya, anasema si utajiri, imefika saa kunilipa nini.
anaongea maneno ambayo ni ya uchungu, na kuna maneno mengine huwa nimekuambia kwamba kuna maneno mengine huwa yanashika. Nimekueleza aje mtazamaji, kuna maneno mengine huwa yakizungumzwa hivi huwa yanakamata katika anga, then yanaanza kufanya kazi katika maisha ya mtu. Na kwa ni vile, so usikate mtu pesa. Amefanya kazi, mlipe. Amefanya kazi ya kibarua. Na kuna mabosi wengine pia wameenda kufanywa kazi ya kibarua, then ikifika masaa kiona kazi inaenda kuishaisha hivi kama alikuwa kwa around, anachomoka anaenda, na akienda nazima simu. Sasa utashinda ukipiga simu, upige simu, tajiri ashiki simu, ama amezima simu, ujue ameenda wapi na hajakulipa. Ama hata saa zingine unakuta kama umeenda kazi, tajiri amekutia kazi, amekutoa kwako, akakwambia njoo ufanye kazi, ukaenda. Hata maybe hata kama ni fare umekopa, niambia wewe jirani nisaidie na fare hapo, nitumie kitu, nitumie kama tikiti, nikienda ile pesa nitalipwa, nikirudi ndakurudishia. Wewe umefanyia tajiri kazi, ikifika saa kukulipa, akiona kazi inaenda kuishaisha hivi, anapotea, nazima simu, anakosa kukulipa. Na ulikuwa unatarajia kwamba ile fedha ambayo utakulipa upate nauli ya kurudi kwako. Sasa unamaliza kazi, then unakuwa stranded. Si vizuri. Matajiri ambao mnanitazama na mnakuwa mnawafanyia wafanyikazi hivi, si vizuri ambavyo huwa mnawafanyia. Tafadhali, kama ni kazi ya mwisho wa mwezi, ikifika tarehe ya kumlipa, mlipe. Ikifika ni kazi ya kibarua kimaliza kazi yake, mlipe. Kama ni wale mamafua wamemaliza kazi zao, walipe. Na mkielewana waongeze kazi, unamuongezea kazi nyingine, muelewane, ile fedha ambayo utapata kumuongezea, muongezee. Usimulipe ile pesa ya kwanza ile, then ile kazi ya ziada ile unakosa kumulipa. Kwa mfano umeagiri akufanyie kazi fulani, kama ni kufulie nguo kiasi fulani, then ikuje happen na kwamba umuongezee nguo zingine. Amekuja hapa na kwamba mwambie okay, nifulie, mnaelewana nguo za kufua, pesa za mnaelewana, fedha za kufua. Then along the way unataka usafishiwe, kama ni nyumba usafishiwe, mnaelewana, akwambia sawa, nisafishie, ukimaliza kufua nisafishie nyumba, then nitakulipa kwa pamoja. Anamaliza kukufulia, then anakusafishia nyumba. Sasa wewe ukifika ni saa kumlipa, unamlipa zile pesa za kukufulia, unakosa kumlipa pesa za kukusafishia nyumba. Hiyo si haki. It is not good. Sababu unakuwa ni kama unamtapeli. Inakuwa ni hali ya ujanja. Inakuwa ni kama hali ya ukora. Then ikifika ni kuulizwa fedha zile, unaanza kuleta story mingi. Leta story mingi ikaenda ikakuwa mtazamaji, leta ekaya ambayo inakuwa si nzuri kabisa. So mlipe kwa wakati ambao unafaa, usimkate pesa zake. Kuna wale matajiri wako very fond of deducting salaries from the employees. Ikifika ni mali pa kukata mfanyikazi wako mshahara, hiyo ndio furaha yako. Yaani ni kama unangojanga tu mfanyikazi afanye makosa haribu kitu, avunje kitu, ndio ukapate kumkata pesa zake. Kuna mabosa wako hivyo. Hiyo unangoja tu mfanyikazi wako haribu kitu hivi, then umkate pesa zake. Unamkata pesa. Kwa hivyo si vizuri. Si vizuri kabisa. Na kuna kitu kibaya kama ukate mfanyikazi pesa zake. Wana anangunikaga. Boss. Mimi nakwambia kuhusu hawa watu hawa. Sababu hata mimi nishaikuwa kwa situation kama ile. Wananungunika sana. Wananungunika. Sio utamlipa ukimkata, lakini wewe atakuwa anakuona kwa njia nyingine. So mtazamaji, wewe kama ni boss, zingatia hilo ambalo nimepata kuzungumzia. Tuende kwa hoja nyingine, ni kwamba yule mfanyikazi wako yule, mpe muda wa kupumzika. Mtazamaji, mtu anakufanyia kazi kuanzia Januari mpaka Disemba, kuanzia Monday to Sunday, au mpati off.
haumpatii muda wa kupumzika. Yaani kuna wale matajiri ambao wakiona mfanyikazi yako kwao na ni kama ametuliva, ni kama amemaliza kazi, wanaumwa. Asikii vizuri. Sasa mbona amekaa hapo? Hasa kama watafutuliwa kazi yenyewe, hata kama hakuna kazi unaambiwa fanya hivi. Yaani kazi yetu ukiangalia hakuna kazi. Ile kazi ya kutafutiliwa tu. Yaani boss hataki kuona kama umetulia. Nataka kukupatia off. Yaani kuna watu wengine hawajalingi hizi vitu hizi. Na ndio unakuta kwamba kuna ile sheria wafanyikazi. Kuna zile labor laws. Nataka kuangalia kwenye kalenda ya kila nchi kuna kuaga na Labor Day. Yaani kuna holiday ya wafanyikazi wapate kupumzika. Inakuwa ni public holiday. So yule mfanyikazi wako mpatie muda akapate kupumzika, mpatie off. Wacha mfanyikazi wako akafanye kazi na pia ukapate kumpa siku ya kupumzika, ukapate kumpa off kulingana na vile ambavyo mtakubaliana. Na kuna wale matajiri ikifika siku kupatia mfanyikazi off, ni kama mnaanza kunegotiate, mnaanza kuzungumza, yani mnaanza majadiliano. Yani tajiri hataki kukupatia off. Tajiri hataki kupatia mfanyikazi wake off. Inakuwa si vyema na inakuwaga iko very unfair. Wacha vile mtaelewana. Mtu kama alikuwa anaanza kazi kwako, vile mtaelewana siku za kumpatia off, mpatie off yake, aenda akapate kupumzika na karudi kufanya kazi, na atakuwa productive katika kazi yako. Na itakuwa ni vyema sana. Hakuna yule ambaye anaweza fanya kazi year in year out, every month, every day, anafanya kazi kila siku pasipo na kupumzika. Mwili unaweza kuchoka. Kumbuka ile hoja ya kwanza, huyu ni mwanadamu. Kama ni kupumzika, wacha kapate kupumzika kwa wakati ambapo unastahili na kwa siku ambazo mlikuwa mmepata kuelewana, sababu kuna kuanga na ile agreement, kuna yale mapatano. Mtu anapokuwa anaanza kazi kwako, mnaagree utafanya kazi siku 6, then siku moja kwa wiki utakuwa unapumzika. Na itakuwa ni vyema hivyo. So kumbuka yule mwanadamu na sisi sote ni binadamu, tukaweze kuwa na uhusiano mwema. Nimefika pale kwa video ya siku hii ya leo. Hii ni part 1 kuhusu wafanyikazi na bosses wao, na nakuwa nazungumza kuhusu bosses na wafanyikazi wao. Nitakuletea continuation sehemu ya pili ambapo nitakuwa nazungumza specifically kwa category fulani ya wafanyikazi, jinsi ambavyo kutakuwa na ule uhusiano na boss wao. Alafu pia nitakuletea sehemu nyingine tena kuhusu uhusiano katikati ya wafanyikazi na bosses wao. Kumbuka hapa nina address bosses juu ya wafanyikazi. Nitakuwa na address pia kwenye video nyingine mahusiano katikati ya wafanyikazi na bosses wao, jinsi ambavyo wafanyikazi wanafaa treat mabosses wao. Nitakuwa ni vyema sana. Tukutane kwenye video yangu next. Karibu sana, karibu tena, karibu ndani ya Tomaso Senior Show. Kama hujaweza kusubscribe kwenye channel yangu, subscribe, kwa notification bell ikapate kukaona, alafu share link ya video yangu yoyote ambayo utapata kuiona kwenye channel yangu. Thank you and